بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya ya kumzungumzia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sifa zake katika kitabu cha Ashifa cha Al-Qadhi Iyadh rahimahullah. Na tumefika katika sehemu ambayo kwamba Al-Qadhi Iyadh atazungumzia baadhi ya sifa ambazo kawaida yake zikiwa kwa uchache ndio bora. Yani kuna sifa ambazo mwanadamu akiwa nazo kwa wingi ni bora, kuna sifa ambazo akiwa nazo kwa uchache ni bora, na kuna sifa ambazo atazifafanua yeye. Kwa hapa ama fasli hii ama kigawanyo hiki atazungumzia sifa ambazo kawaida mtu ikiwa nazo kwa uchache yani ndio bora na kwa ni khairi, na kwa kama yule mtu amesifika vizuri na sifa nzuri. Ameanza al-Imam Al-Qadhi Iyadh, hadithi aliyoanza nayo ni kuhusiana na kula, kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kula kwake ilikuwa ni kwa uchache, ni kidogo. Akapokea hadithi maarufu ambayo amepokea Imam At-Tirmidhi na Ibn Majah, asema bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema ma mala ibnu adama wi'aan sharran min batnihi hasba ibn adam au hasbu ibn adama ukulat yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema hakujaza mwanadamu chombo kilicho kiovu kuliko tumbo lake. Kisha asema yamtosha mwanadamu chakula kidogo, yani matonge kidogo. Katika baadhi ya riwaya imekuja luqaimat, yani matonge kidogo. Ikija luqaimat kwa namna hii, yani manake matonge baina ya 3 na matonge na 10. Mwanadamu hayo yanamtosha. Asema yuqimna sulbahu, hayo matonge ama chakula hicho kidogo cha msimamisha nini mgongo wake. Asema fa in kana la mahala, basi ikiwa yeye haiwezekani mpaka aongeze, basi asema bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa thuluthun li ta'amihi, basi thuluthi moja aweke ni ya chakula, wa thuluthun li sharabihi, na thuluthi moja ya tumbo aweke ni ya maji, wa thuluthun li nafasihi. Nafikiri mara ya kwanza mimi nimetamka li nafsihi, la li nafasihi, na thuluthi moja ni ya pumzi zake. Naam. Kwa hiyo hapa tunaona bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anahimiza kupunguza kula, hususan kwa sababu kula mara nyingi ukila sana inaleta ukila sana ukinywa sana inaleta kulala sana. Yani kulala sana kunatokana na kula kwingi na kunywa kwingi. Kisha pia imekuja katika hadithi nyingine kwa imepokea kutoka bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imam Tirmidhi amepokea katika shamaili yake, asema kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akipenda chakula ambacho kina mikono mingi. Ilikuwa akipenda chakula ambacho kina mikono mingi, yani anapenda kula na watu, anapenda chakula ambacho watakula pamoja na watu, sio anakula peke yake. Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia imepokewa Sayyidatuna Aisha asema haukuwahi kushiba tumbo la bwana Mtume, ama halikuwahi kujaa tumbo la bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kushiba. Hakuwahi kushiba bwana Mtume sallallahu alaihi wa wasallam. Subhanallah. Kisha asema na alikuwa yeye bwana Mtume akiwa pamoja na sisi, yani akiwa pamoja na ahli zake, alikuwa hata hawaulizi chakula wala haonyeshi kutamani, bali wakimpa chakula anakula, na chochote ambacho watamletea anakubali bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na chochote watakachompa kama maji anakunywa, chochote watakachomnywisha alikuwa anakunywa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani maana yake hachagui bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hachagui chakula. Subhanallah. Kisha la ilaha illa Allah. Apokea tena Al-Qadhi Iyadh hadithi ambayo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema amma ana fala akulu muttaki'an, ama mimi sili hali ya kuwa nimetegemea.
sili hali ya kuwa nimefanya nini, nimetegemea. Hapa neno hili muttaki maana yake ni hiyo kutegemea ama kuegemea. Sasa lakini tu maulama wamekhtalifiana, je, maana kutegemea hapa ni kule kutegemea yani kama kutegemea ukuta? Hii ni baadhi ya kauli, yani hii ni kauli ya baadhi ya wanazuoni, lakini baadhi wengine wasema la, yani bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajimakinishi katika kuketi. Yani haketi kama ule kile kikao ambacho wengi sisi tumezoea, kikao cha tarabu. Kikao cha tarabu ni kile kikao ambacho utasema labda kama kikao cha madrasa tuliokizoea huku kwetu, kikao cha madrasa, yani maana yake kukunja miguu kisha kuketi paka chini. Ilikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana akila haketi kwa namna hii. Kwa sababu gani? Maulama wanasema kikao cha namna hii kinammakinisha mtu, kinamtuliza sana mpaka anakula kupita kiasi. Na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiketi kama alivyopokea al-Imam Muslim, ilikuwa kikao chake anasema inna kana julusuhu lilakli julusal mustawfiz. Galia, alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kikao chake wakati wa kula ni kikao cha mtu ambaye ni mustawfiz. Mustawfiz yani mtu ambaye ana haraka, hana time. Ni kikao cha mustawfiz. Sasa baadhi ya maulama wanasema ni kile kikao kama cha tashahudi ya kwanza. Tashahudi ya kwanza. Au ni kikao, na hiki ndo maarufu zaidi na ndo sunna zaidi, ni kuwa anaketia guu lake la kushoto, yani anakunja guu lake la kushoto na analiketia, kisha guu la kulia anafanya nini? Analisimamisha. Kikao kawaida maarufu kile kikao cha chakula. Hiyo ndo namna aliyokuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akila. Maana yake maulama wanasema kikao cha namna ile kinamfanya mtu asile sana. Kinamfanya mtu afanye nini? Asile sana. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha pia katika mambo ambayo Al-Qadhi Iyadh ametaja ni kuwa usingizi wa bwana Mtume ilikuwa ni kidogo, yani ilikuwa halali sana. Ilikuwa halali sana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hizi ni katika sifa njema. Mtu ambaye halali sana ndio ni ishara ya kuwa ni mtu wa bidii, ni mtu wa kazi, ni mtu ana malengo, sio mtu mvivu. Na hii pia ni katika mitihani tulionayo katika zama zetu, pamoja na kuwa tunakula kupita mipaka na pia kulala tunapita mipaka. Kuanzia wanafunzi mpaka watu ambao tuadai kwa tuitaka pepo, hatuna qiyamul layli, tunalala zaidi ya masaa 8. Subhanallah, mambo ya kushangaza. Almuhim, amepokea Al-Qadhi Iyadh hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Kwa hakika macho yangu mawili yanalala lakini moyo wangu mimi haulali, kila wakati niko hadhir. Ingawa hii pia inaonyesha ni muujiza, ni hususia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au mitume wote, ni hususia yao. Inshallah itakuja pia sehemu nyingine kuonyesha hususia ama miujiza ya mitume. Kisha pia imekuja katika Shamail na pia katika Sunan ya al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam an-Nasa'i pia amepokea hadithi yasema kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akilala upande wa kulia. Alikuwa akilala upande wa kulia. Na hili ni jambo hata hawa wanazuoni wa science, yani mambo ya biology katika zama zetu pia wamelithibitisha. Ingawa hapa Al-Qadhi Iyadh pia amelitaja, asema kwa sababu mtu akilala kwa upande wa kulia huwa usingizi wake si mzito. Mtu kawaida inavyofaa kuwa akilala upande wa kulia basi usingizi wake si mzito, ni usingizi wa haraka haraka, akishtuliwa anaamka. Kwa sababu gani? Huwa viungo havijatulia kikamilifu. Lakini akilala upande wa kushoto basi viungo vinatulia sana na analala kupita kiasi. Mtu hataweza kujaribu akaona. Siku moja kama amezoea kulala upande wa kulia, siku moja alale upande wa kushoto aone kama atapata shida katika upande wa time. Kwa hiyo ni sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulala upande wa kulia. Kwa sababu gani? Kwa ajili ile inasaidia mtu asilale kwa muda mwingi. Naam. Paka hapa inshallah tutakoma, tuendelee katika madarasa yatakayokuja na sifa zingine. Inshallah Al-Qadhi Iyadh atazungumzia baadhi ya sifa ambazo ni zikiwa kwa wingi ndio bora, au sifa zote nyingine inshallah. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.